Habari ya wakati huu, ni mimi Al-Habibi kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja ndugu yangu, nimekuja na darasa muhimu bila ya shaka. Naona kabisa kwamba ulikuwa unafaa kulisikia. Ikiwa una ndoto au una mpango, yawezekana isiwe leo, ikawa kesho, baada ya wiki moja, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka 10, baada ya miaka 30, una mpango wa kutumia viumbe. Na ndo maana unawasoma labda, ama una mpango wa kuja kutumia viumbe katika mambo yako. Inawezekana ukatumia kwenye mambo ya shari au ya kheri. Japokuwa mimi nia yangu na ombi langu na nakunasihi watumie katika njia ya kheri, kwani maji ni yale yale. Wewe uamue maji hayo kupikia chakula, ugali, upikie ubwabwa ule, au maji yale yale uchemshe ukamwagie mtu umuharibu sura yake. Maamuzi ni yako. Kwa hiyo ikiwa una hiyo nia au una huo mpango, na ndugu zangu, mimi nikwambieni tu kitu kimoja. Tukisema kuwatumia viumbe, kuna watu wao akili zao zinawaza shari, wanawaza labda utatumia kuua watu. Mimi niseme hata kama wewe ni mtabibu unatibia watu au una huo mchakato, usipoelewa viumbe vizuri, usitarajie kama utakuja kufanya tiba nzuri na za uhakika. Utazima kesho na kuhakikishia. Huwezi ukawa mtabibu kwa sababu tu ukasema nakuwa mtabibu kwa sababu unajua kusoma Qur'ani. Qur'ani peke yake haitoshi tu wewe kutatua matatizo ya watu. Na hii haimaanishi kama Qur'ani ni dhaifu, haimaanishi kama Qur'ani ni kitabu ambacho hakijitoshi. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Sasa zingatia haya ikiwa una mpango wa kwenda kuja kutumia viumbe majini. Uzingatie haya mambo 15 nimekuandalia, ili uweze kuperform vizuri kwenye kuwatumia viumbe hiza katika tiba au katika mambo yako, vilimo, mali, elimu, na hata kuwatumia katika elimu zako. Kuna watu wanapenda kutoa elimu kwa watu. Zingatia mambo yafuatayo. Kinyume na hivi hautokuja kufaulu, sikudanganya. Yani hautofaulu hata uwe umesoma wapi, lakini hautokuja kufaulu kama utashindwa kuzingatia mambo haya 15 ambayo nimekuletea kwa siku ya leo. Kwanza muhimu kutambua kwamba elimu hii ya majini ambayo tunaizungumzia na wanaendelea kuizungumzia walimu wengine, si elimu ya mchezo mchezo. Ni elimu nzito yenye mizizi mirefu, na ndani yake imebeba siri nyingi, kwa sababu ukiwa umeamua kujihusisha nayo, basi unahitaji cha kwanza kuwa na nia thabiti na maamuzi makubwa. Kwani si kama kujifunza kupika vitumbua kusema nikishajua si basi, bali ni kuingia kwenye ulimwengu wa roho na nguvu zisizoonekana. Pigia mstari nguvu zisizoonekana. Si elimu tu, nguvu. Hata kama nguvu huzioni, zinaweza zikakupeperusha na zikakudidimiza. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini kukifahamu kitu ambacho ukioni au kupambana nacho. Kwa hiyo mambo haya 15 ni ya msingi na pia yapaswa kuyazingatia. Kiyazingatia, naamini utafika. Jambo la kwanza, unahitaji kuwa na nia thabiti. Una nia au unajifunza hizi elimu kwa sababu tu kwa sababu nina bando, kwa sababu niko kwenye wifi, au kwa sababu sina kazi ngoja nisikilize. Lazima uwe na msimamo thabiti, lakini pia uwe na uhakika wa kile ambacho unachokitafuta. Jua kwamba hichi ninachokitafuta, je, nakitafuta sehemu sahihi, huyu mtu anajua? Bila uoga, bila kusita. Unaweza kuwa unajifunza kwa mtu elimu za majini, kumbe yeye mwenyewe hajui anachokizungumza, au kumbe anakudanganya, ukapoteza muda wako mwingi. Matokeo yake ukapata elimu sio hivyo, usifanikiwe kwenye mambo yako. Lakini jambo la pili, kinga. Hili ni jambo muhimu sana. Kinga, unahitaji kinga ya nje na kinga ya ndani, maana kinga ya kiroho. Na wakati mwingine hata kupata hifadhi kwa watu ni mamlaka makubwa, kama watabibu wakubwa, waganga, mashehe, kupata dua zao, kupata kinga zao, kutafuta hijaza mtatusaidia hijaza, kutafuta razi zao, tunasema wakulizie. Unajua hijaza ni kila kitu kupita elimu. Mimi nitakuambia, unaweza ukatumia miaka 10 kusoma kwenye makablasha, mavitabu makubwa,
lakini haya unayosoma yakawa hayana hijaza. Yaani hakuna mtu ambaye ameyatia uzani. Elimu za majini zinataka mtafute mtu wa kukutulia uzani elimu yako, wa kukukubali. Yaani mtu akukubali tu, ambaye unaona huyu ni mtu sahihi, ana hizi elimu kweli wala habahatishi. Akukubali. Kwa hiyo wakati mwingine tafuta protection kwa hao watu ili kujilinda na madhara ambayo yanaweza kutokea muda wowote, kwa sababu unapojifunza hizi elimu unaweza ukawa unaendelea kujifunza, unapenda ya mambo ya majini na majini wakakupenda. Sasa haujui hao majini wana nia mbaya ama nzuri. Lakini jambo la tatu ni maarifa. Lazima usomea haya mambo. Huwezi kutaka kuita majini kama ambavyo wengi hutaka, lakini hatachi kusoma mambo ya majini. Yaani hana uelewa wowote, hana uelewa wa kina. Ni mtu ambaye anapenda yatokee maajabu, yatokee mazingaombwe. Lazima uwe una uelewa wa alama na miiko. Zipo alama kuwajua viumbe. Saa nyingine kiumbe si mpaka umjue jina. Kuna hali fulani inaweza ikatokea sehemu tu ukajua pale pana kiumbe fulani. Lazima ujue miiko, lakini pia ujue namna ya kuwasiliana na viumbe kwa heshima. Si kuwasiliana tu, ujue kwamba kiumbe huyu itikeli zake, respect zake ni hizi. Kila sehemu na utaratibu. Ukienda jeshini wana utaratibu wao, wana salamu zao, pia wana mavazi yao. Uwezi ukaenda jeshini ukavaa unavyojitakia, au ukaenda kwenye ofisi ya serikali ukavaa bukta, haiwezekani. Au ukaenda msikitini ukavaa pensi. Kila sehemu kuna utaratibu wake. Au uwezi kwenda kanisani ukataka kuvaa unavyojisikia wewe kwamba mimi navaa hivi. Kila sehemu kuna utaratibu wake, kuna sheria zake. Lazima usome pia utaratibu wa vitu ambavyo unataka kuvifanya. Ukoje? Salamu zao zikoje? Na wasalimiaje hawa viumbe? Huwa wanaashiria nini? Wakikasirika wanakuaje? Wakifurahi wanakuaje? Lakini jambo la nne ambalo ni muhimu pia ni kujua maadili na miiko. Kila kundi la majini lina miiko yake na sheria zake. Lazima uzijue na pia uziheshimu. Kinyume chake unaweza kupata madhara makubwa. Kuna majini wengine kitu cha kawaida, mfano kama kuna majini wengine hawapendi ubani maka, wakati ni kitu ambacho kinafahamika kama ni kitu cha kawaida. Lakini kuna wengine ubani maka wao hawaupendi. Sasa ikionekanika wewe unashiriki au ukawachomea ubani maka, mtagombana, mtakwaruzana. Kwa hiyo hilo pia ulifahamu. Lakini jambo la tano ni heshima kwa viumbe. Jamani, kila kitu inabidi kiheshimiwe. Naam, heshima kwa viumbe. Lazima uwachukulie kama viumbe wenye nguvu na akili. Maana kuna mtu mwingine akisikia majini anajua kwamba hawa majini bwana ni kama watumwa bwana. Ni watumwa tu, unaweza kwa watumatuma. Hawa si mazoba. Wana akili kupita hata sie. Wana elimu kupita sie wa majini. Kwa hiyo ukiwatendea kwa heshima, wataweza kukusaidia kwa uaminifu zaidi. Na ukiwaletea za kuleta, wao ni mamafia zaidi. Kwa hiyo tusiwachukulie majini kama ni mapunga yeye, kwamba unaweza tu ukasema njoo akaja. Jambo la sita ni lugha, lakini pia na alama. Kuna lugha special za viumbe, lugha maalum na alama special. Kuna alama maalum za kuwasiliana nao bila mwingine kuzielewa. Kwa hiyo unaweza kutoa amri isiyo sahihi ukasababisha shida na machafuko. Elewa lugha hii ina maana gani? Hivi uelewe lugha za hawa viumbe zikoje, na alama. Kuna alama special, alama hii kuna alama nyingi. Nadhani nitaanza kuzileta hizi alama. Hii alama hii inamaanisha hapa ndo atakapoondokea, kwamba ukiweka alama hii aje asimame hapa. Usije ukaweka alama akaja kukuzibua. Hivyo muhimu sana. Jambo la 7, muda na mahali. Kuna nyakati maalum za kuita viumbe maalum na sehemu maalum. Hata usije ukakosea nyakati ambao si ya huyo kiumbe. Kuna kiumbe wakati mwingine anakuwa na hasira. Labda saa ngapi kiumbe muda huu anakuwa na hasira, au anakuwa kakasirika, anakuwa na njaa, sija kakutafuna mwenyewe. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba elimu ni muhimu. Kwa hiyo kuna nyakati maalum zaidi, lazima uchunge muda mwafaka kulingana na shughuli yako unayotaka na huyo kiumbe. Usimuite tu kwa sababu unasema ngoja tu nimuite. Jambo la 8 ni sadaka na matoleo. Ni namna ya kuonesha heshima na kutafuta urafiki na hawa viumbe. Saa nyingine kiumbe unaweza kuwa na urafiki na kiumbe fulani, ukampatia tende, ukampatia dhahabu. Ni ule urafiki. Hauwezi jinto akakufunza elimu
jipendekeze kwa yule kiumbe. Ni kama zawadi tu, weka nia natoa sadaka kwa yule kiumbe. Tengeneza kwanza urafiki kabla hujaanza kumwagiza, ili awe anamfanyia kama rafiki yake. Isitokea akajua kwamba huyu tunamfanyia ni mkataba, atakuja kukuonyesha. Kwa hiyo sengine jenga urafiki na viumbe, kwa sababu nitaka kuja kuwatumia. Huu ndo wakati, jenga nao urafiki. Usione majini kama ni kitu ambalo linatisha. Mtu ukisema jini anaona kama ni kitu ambalo la kujificha kwenye shuka, yaani ni kitu ambalo libaya. Si hivyo. Lakini kitu kingine muhimu kukifahamu, wewe mwenye ndoto ya kuita majini, ni dhamira. Dhamira yako inapaswa kuwa safi na yenye manufaa, si ya kuumiza wala kuharibu. Jua kwamba majini wakianzisha timbuli lao wanaweza wakazuru karibia ukoo mzima, au ukoo mzima wakaufuta ukoo usiwepo. Kwa kuwa na nia nzuri, najifunza hizi elimu, lengo langu kuja kusaidia, ni wadadisi labda kuhusu elimu fulani ili nije nisaidie watu. Usiwe na lengo kwamba nitawakomesha. Kwa hiyo unaweza, kwa sababu ukiwa na dhamira mbovu na elimu huna, inaweza ikageuka dhidi yako, kwa sababu viumbe nao si kwamba ni vijaa, pia wana akili timamu. Jambo jingine ni uvumilivu. Elimu hii haiji kwa haraka, inahitaji subra na bidii na kujifunza kila siku. Kila siku wewe una kitu kipya cha kujifunza kuhusiana na viumbe. Jifunze jina hata moja, hata kama hujui ufafanuzi, jua jina la kiumbe hata mmoja, ukajua marohani, ukajua mahudam, ukajua hata manukato wanayotumia. Kwa hiyo penda sana kuongeza maarifa, lakini pia kuwa mvumilivu. Hauwezi ukajua mambo yote leo. Yaani pana mtu kutoa tu hizi elimu anataka leo nimfunze kuita majini aite, basi kutakuwa hakuna haja ya maisha. Hata sisi tunakuwa hatuna haja ya kuwepo. Kama elimu zinakuwa nyepesi kiasi hicho, unaweza ukazichukua ghafla tu pap zikaingia, ukatekeleza pap, ukaona majibu pap. Hakuna elimu kama hizo ambazo unaweza ukazipata kwa ulaini kiasi hicho. Lakini jambo muhimu sana, namba 11, ni umakini wa hali ya juu. Lazima uwe mwangalifu kila wakati na mazingira yako, kwani mabadiliko yoyote yanaweza kuashiria jambo fulani. Ikiwa umeanza kujihusisha na mambo ya majini au una huo mpango, mabadiliko yoyote yanaweza kuashiria kitu fulani. Lazima uelewe jambo kama hilo. Lakini pia jambo la 12 ni unyenyekevu. Kiburi na majivuno vinaweza kukuharibia kila kitu. Lazima uoneshe unyenyekevu na shukrani kwa mwalimu wako wa kiroho, lakini hata kwa hao walimu ambao unaanza kushirikiana nao kuwatumia hao viumbe. Usiwe na kiburi, ujuaji mwingi. Hii haitakiwi. Jishushe, jidogoshe, na Mwenyezi Mungu atatia wepesi. Lakini pia jambo la 13 ni elimu endelevu. Hii si elimu ya mwisho, maana kuwa na ile elimu endelevu ambayo unaiendeleza kila siku. Kuna jambo jipya la kujifunza, hivyo lazima uwe tayari kuendelea na maarifa. Usaki kujua ka kiumbe kamoja tu, ukishajua unaacha kujifunza, unaanza kufanya harakati za kumuita yule kiumbe umtumie. Hiyo inakuwa haipendezi pia. Na jambo la 14, uthubutu. Mambo haya viumbe bwana yanahitaji no risk no reach. Yaani hakuna kusubutu, hakuna kupata chochote. Uthubutu na ujasiri wa kukabiliana na sio tabirika. Manake lolote linaweza kutokea wakati wowote. Kwa hiyo we jitoe sadaka. Ipige kifua. Pasi na kujitoa sadaka, hata tusingekuwa tunafundisha hizi elimu na kuambieni. Tusingekuwa tunafundisha yote, tumejitoa sadaka, na lolote likitokea litokee tu. Utasema na mimi nimejitoa sadaka muda. Lakini jambo la mwisho ni akiba ya maarifa. Lazima uwe na uwezo wa kuhifadhi siri na maarifa. Sio kila kitu unatapanya tu. Ushajua elimu 2 basi mtandaoni unazifundisha zote. Wewe utakuwa si mtu sasa. Yaani kiwepo kitu ambacho hawajui wewe unajua. Linda. Si siri tu ukipewa na viumbe wako wamekufundisha unakwenda kuzitoa zote, ubakizi hata moja. Lazima uwe na akiba ya maarifa. Yaani mtu akifikiria amekujua useme haujasema bado. Bado hujanijua kabisa. Bado, mbona bado ninacho bado cha kukufundisha. Bado ninacho ambacho wewe hujui, mimi najua niko nacho. Kwa hiyo kuwa pia na akiba ya maarifa. Pana watu ni maroporopo, akipata elimu 2 tu kama ya kwangu, basi anakwenda kuitoa huko, anatangaza, na anakuwa hajua, hana kitu ambacho anachojua. Ndugu zangu, tuzingatieni hayo.